Naitwa Lugete Musa Lugete, mchambuzi wa siasa za kimataifa, historia na diplomasia. Tangu mwaka jana zilianza vuguvugu za taifa la Israel kuitambua Somaliland. Lakini hii si bahati mbaya, kwa sababu mwaka 2025 na 24, kuanzia 2024 25, mataifa mbalimbali barani Ulaya kama vile Ufaransa, Uingereza, Hispania yalikuja na vuguvugu la kuitambua Palestina na kupeleka shindikizo kwenye mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa, yani UNGA, United Nations General Assembly, kwamba Palestina itambulike, ipewe mamlaka huru na Israel iondoe majeshi yake na uvamizi wake haramu kwenye maeneo ya Palestina na warejee mkataba wa kuanzishwa kwa taifa la Israel tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 1948, ambapo Israel ilipewa asilimia 55 na Palestina ilipewa asilimia 45. Katika hiyo asilimia 45 ya Palestina, takribani asilimia 20 tayari Israel amepora hayo maeneo na kujenga makazi haramu mara baada ya vita ya siku 6 ya Six Day War. Kwa baada ya hapo Israeli iliamua kutafuta namna nyingine ya kujibu mapigo, na njia walioitumia ni kuitambua Somaliland. Ukiangalia kwenye ukanda ule wa bahari nyekundu, yani Red Sea, pale kwenye Red Sea ambapo bahari ya Mediterania inaungana na bahari nyekundu, kuna mfereji wa Suez ambao ulijengwa na Misri pamoja na Ufaransa na Uingereza kuanzia mwaka 1859 mpaka 69 ukafunguliwa. Lengo ni kutafuta njia rahisi kutoka Ulaya kuja Afrika bila kutumia rasi ya Tumaini Jema Afrika Kusini, ambayo ni safari ya muda mrefu. Na lengo la Marekani, Israel na mataifa ya Ulaya ni kumiliki milango bahari yote duniani ili kuweza kumbana Mrusi na China kwenye siasa za kimkakati, ulinzi na usalama, na mnyororo wa usafirishaji na umiliki wa nishati. Kwa hiyo Israel akatangaza kuitambua Somaliland. Baadhi ya viongozi wa Israel wakatembelea Somaliland na viongozi wa Somaliland wakatembelea Israel. Somaliland ni nini? Iko wapi? Kiujumla, kabla ya ujio wa koloni Afrika kulikuwa na utawala wa machifu eneo la Somalia yote, kutoka Ethiopia, Eritrea, Djibouti, Somalia, walikuwa watawala wa machifu. Kwa hiyo walivyokuja wakoloni, Somalia ziligawanywa kuwa sehemu tatu. Moja ni British Somalia ambayo ilitawaliwa na Waingereza, ndio leo inaitwa Somaliland. Ya pili ni French Somalia ambayo sasa hivi tunaita Djibouti, na ya tatu ni Italian Somalia ambayo ndo the Great Somalia, ndo Somalia ya Mogadishu. Kwa hiyo wakoloni wakawa wanatawala kwa mifumo huu kutokana na tofauti za kiitikadi kati ya French Somalia ambayo ni Djibouti, British Somalia Somaliland, na Italian Somalia ambayo ni Mogadishu. Kuwa tofauti ikawa ni vigumu kuunganisha watu hao. Kwa hiyo kukawa kuna harakati mbalimbali za kuwaunganisha watu hao na kuwaleta pamoja. Tarehe 26 mwezi wa 6 1960 British Somalia ilipata uhuru, ambayo ni Somaliland ikiongozwa na Mohamed Haji Ibrahim Egal. Baadaye tarehe 1 mwezi wa 7 Italian Somalia ambayo ni Mogadishu ikiongozwa na Waitaliano nao ilipata uhuru chini ya rais wake wa kwanza Aden Abdullah Osman Dal. Djibouti Somalia ilichelewa kupata, yenyewe ilipata uhuru mwaka 77 kutoka kwa Mfaransa, ilichelewa. Kwa hiyo yenyewe haikuwepo kwenye kashikashi za muungano. Baada ya nchi hizo kupata uhuru, wakakaa viongozi wa kimila wakasema, jamani, tuache tofauti za kikoloni kati ya British Somalia na Italian Somalia, tuungane pamoja. Kwa hiyo walikutana watu 15, wachache ni Aden Abdullah Osman Dar, Abdurashid Ari Shalmeki, Mohamed Haji Ibrahim
na viongozi wengine wakina Mohamed Siad Barre Jali akiwa mdogo, wakakutana wakaunganisha, wakamchagua Aden Abdullah Osman Dal kuwa rais wa kwanza wa shirikisho la Somalia, ambao waniita Pan Somalism, kwamba sisi ni Wasomali wote ni ndugu, ni muhimu tukaungana. Kwa hiyo baadaye mwaka 1967 Aden Abdullah Osman Dal ambaye alikuwa ni rais wa Somalia akawa ameachia ngazi, muda wake ukaisha. Ukafanyika uchaguzi, Abdurrashid Ali Sharmeki akawa ameshinda uchaguzi. Sharmeki akaongoza Somalia kutoka 67 mpaka mwaka 69 alipouawa. Inatajwa kwamba aliuawa na Mohamed Siad Barre Jali na baadhi ya wanajeshi wenye uchu wa madaraka. Siad Barre alivyoingia madarakani akaanza kuwatenga watu wa Somaliland, wakina Mohamed Haji Ibrahim Egal. Walivyoanza kutengwa, kukatokea mpishano wa madaraka, ulafi na ubinafsi kati ya Somalia na Somaliland, ambapo hapa katikati wametenganishwa na jimbo linaitwa Puntland, na wenyewe pia wanataka kujitenga na Somalia. Wakati wa utawala wa Siad Barre kutoka 69 mpaka 91. Baadaye Somalia ilivamia Ethiopia mwaka 79. Somalia ikawa imepoteza vibaya dhidi ya Ethiopia. Ukaanza mgawanyiko. Ulivyoanza mgawanyiko, sasa Marekani, Uingereza na mataifa mengine ya magharibi yakawatumia watu wa Somaliland kupambana na Somalia. Wakatokea kina Mohamed Farah Adidi, ikatokea movement mwaka 91, utawala wa Mohamed Siad Barre ukawa umeanguka. Hawa Somaliland wakajitangazia uhuru wao, lakini Somalia akatumia nguvu ilionayo ya kidiplomasia kwenye Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa kwamba Somaliland isitambulike. Kwa hiyo Somaliland kutoka 91 mpaka leo wana serikali yao, wana sarafu yao, wana biashara yao, wana bandari yao maarufu ya Berbera ambayo inafanya vizuri sana, na baadhi ya viongozi wa Tanzania walishakwenda kule kusimamia uchaguzi kama Zito Zuberi Kabwe na wengine walishakwenda Somaliland kujionea hali na maendeleo ya demokrasia nchini Somaliland. Kwa hiyo mwaka 2010 zilianza vuguvugu eneo la Djibouti. Mataifa mbalimbali yalianza kuja kuweka kambi ya jeshi eneo la Djibouti, ikiwemo Uturuki ana kambi ya jeshi ndani Djibouti, Urusi, China, Uingereza na Marekani wana kambi ya jeshi eneo la Djibouti kwa ajili ya kulinda mlango bahari wa Bab el Mandeb ambao unatenganisha Yemen, Somalia, Somaliland, Djibouti na Eritrea. Bab el Mandeb, maana Bab el Mandeb manake ni the gate of tears, gate, lango la machozi. Tangu kipindi cha wafanyabiashara wa Kiarabu na Kihindi walikuwa wanasema eneo lile lilikuwa lina upepo mkali, mashetani na mambo mengine mengi ya kutisha. Kwa yoyote aliyepita pale alikuwa anapita kwenye lango la machozi na dhoruba, matatizo, tandawi na sitofahamu. Dhoruba, manuari na mitumbu mingi ya zamani ilizama pale kwenye mlango bahari wa Bab el Mandeb, ambao ukitoka Bab el Mandeb unakuja Gulf of Aden alafu unaingia bahari ya Hindi. Ilikuwa ni njia maarufu ya kibiashara na ya kimkakati tangu kipindi cha Wagiriki na Warumi, wa China, watu wa Indonesia, Malaysia na watu kutoka Mashariki ya Kati na Mashariki ya Mbali walikuwa wakifanya biashara eneo hilo la kimkakati. Kwa baada ya Israeli kuona kwamba kumekuwa na vuguvugu la watu kuitambua Somaliland, basi na kuitambua Palestina, Israeli na kama kuitambua Somaliland. Sababu ya Israeli kuitambua Somaliland, kwanza lengo ni kuweka kambi ya jeshi Somaliland ili kuweza kuwashambulia au kuwaona karibu wanamgambo wa Houthi. Tunajua kihistoria kwamba Houthi ni wanamgambo wa Kishia ambao wanaitawala Yemen, wameshikilia mji wa Sanaa Yemen tangu 2015 walivyomfukuza rais wa Yemen Abrabu Mansuri Hadi na kukimbilia Saudi Arabia, na Saudi Arabia ikaleta vikosi pale kujaribu kuwaondoa wanamgambo wa Houthi, ikashindikana. Kwa hiyo Iran akawa amewini tiketi ya kuimiliki Yemen kupitia wanamgambo wa Houthi ambao wanafungamana na serikali ya Irani. Pia wanamgambo wa Houthi wana mafungamano na wanamgambo wa Hezbollah kutoka Lebanoni, pia wana mafungamano na wanamgambo wa PMF, Popular Movement Forces kutoka
Iraki, lakini pia wanafungamana na mgambo wa Kishia kutoka Syria na maeneo mbalimbali, lakini pia wana mafungamano na wanamgambo wa Hamas na wale kutoka Palestina, Gaza, na wale wa Palestina Jihadi Movement PMJ, Palestina Jihadi Movement PJM kutoka Palestina. Lakini kwa Israeli, lengo la kwanza la kuitambua Somaliland ni kujenga kambi ya jeshi, kwa sababu Somaliland na Yemen ni sawasawa na Tanganyika na Zanzibar, tunaangalia, alafu katikati ndo mlango bahari wa Bab el Mandeb, yani lango la machozi. Kwa hiyo la pili ni kujaribu kushirikiana na Marekani na mataifa mengine kujaribu kuulinda mlango bahari wa Bab el Mandeb ambao unapitisha takriban 15% ya mafuta duniani. Ndio maana sasa hivi Israeli na Marekani wanashambulia Iran ili wabadilishe uongozi waweze kuumiliki mlango bahari wa Hormuz ambao takriban 20% ya mafuta duniani yanapita pale, ili waweze kumiliki uchumi wa mafuta. Ukisoma kitabu cha The Power of the Sea cha Robert Templer utaona jinsi gani Marekani, Uingereza, Ufaransa na Israel wanahakikisha wanamiliki milango bahari mikubwa duniani ili kuweza kuwabana Urusi na China wasifurukute kwenye biashara za kimataifa. Kama ilivyo Marekani na Uingereza na Ufaransa wanao mlango bahari wa Strait of Malacca kusini mwa bahari ya China ambao wameshambana China. Ndio maana China wameamua kutafuta njia nyingine kujenga barabara ya kilomita 4000 kutoka Xiangin kwenda mpaka Gwadal, Pakistan, ili kusudi, kwa sababu kule Pakistan kuna access na bahari ya Hindi, ili China apate bahari ya Hindi moja kwa moja bila kupitia mlango bahari wa Malacca ambao tayari Marekani ana access pale kupitia Malaysia na Indonesia. Kwa hiyo swala la Israeli kuitambua Palestina, kuitambua Somaliland ni kisasi juu ya mataifa ya magharibi kuitambua Somalia, lakini ni njia rahisi ya kumsogelea adui yake anayemsumbua muda mrefu, wanamgambo wa Houthi kutoka Yemen, kwa sababu hakuna mpaka kati ya Israeli na Yemen. Kwa hiyo amemsogelea karibu. Kwa hiyo watu wote wanajiuliza kwa nini Israeli aliitambua Somaliland. Sababu ni hizo, ni sababu za kimkakati, za kiulinzi, vita ya kiuchumi kuhusu mlango bahari wa Bab el Mandeb. Lakini Israeli anasema anapambana ugaidi. Je, Somalia hawataki Israeli awe pale Somaliland? Je, Somalia wanamgambo wa Al-Shabaab wa Somalia huoni kwamba ikitokea wakaungana na wale wa Houthi, ijapokuwa na itikadi tofauti, hawa ni wa Sunni, hawa ni wa Shia, huoni kama eneo la pale la Bahari Nyekundu litachafuka? Tukuwasiliane kwenye comments na ukurasa wangu wa YouTube. Anaitwa Lugete Musa Lugete. Wasiliana mimi kwa namba zangu za 0755988284 au 0776088284. Usisahau kusubscribe. Asante sana.